kusudi la Mungu kumleta mwanadamu duniani ilikuwa ni kuanzisha na kuendeleza ufalme wake duniani. Ule ufalme usioonekana katika macho, ni spiritual realms. Ule ufalme usioonekana, ule wa katika roho, uonekane kwa mwanadamu katika mwili. Unaelewa sawa sawa? Lakini mwanadamu, kusoma Biblia sura ya Mwanzo sura ya kwanza mstari wa 26 asema Mungu akasema tumfanye mwanadamu. Akasema tumfanye mwanadamu kwa mfano wetu na kwa sura yetu, watawale samaki wa baharini na ndege wa angani na wanyama na nchi yote pia na kila kitambaacho juu ya uso wa nchi. Kwa hiyo mwanadamu akapewa mamlaka, akapewa uungu. Mwanadamu akapewa uwezo wa kutawala kama Mungu, akapewa power to rule, akapewa authority, akapewa mamlaka ya kusimamia, akapewa kusimamia, akapewa dominion, akapewa uwezo wa kusimamia kama Mungu. Ndio maana mstari wa sura ya 2 ule mstari wa 20 hadi 23 Adamu anaanza kupractice kama Mungu. Adamu anaanza kuwaza kama Mungu. Adamu anaanza kufanana kama Mungu. Anaanza kuwapa majina wanyama. Anasema wewe utaitwa kondoo, wewe utaitwa fisi, wewe utaitwa pundamilia, wewe utaitwa tembo, wewe unatembea, wewe ndege lakini unatembea hivi kama misi, wewe utaitwa bata. Akaanza kupractice, akaanza kuonyesha ule Mungu. Na kila Adamu alichokiwaza Mungu akasema nimekiona ni chema. Kwa sababu Adamu alikuwa amekuja kumpresent Mungu katika uso wa nchi. Haleluya. Lakini ile Mwanzo sura ya 3 nyoka anatokea. Na hizo habari tunazojua, nyoka alipotokea akamtoa Adamu kwenye ile nafasi. Nafasi ipi? Nafasi ya kiungu. Nafasi ipi? Nafasi ya kiutawala. Nafasi ipi? Nafasi ya kusimamia vitu kama Mungu. Adamu akanyang'anywa ile nafasi yake. Ndio ile Mwanzo sura ya 3 mstari wa 9 Mungu anauliza Adamu, Adamu uko wapi? Mungu anakuja kwenye bustani, hamwoni Adamu kwenye nafasi. Si unaelewa sasa? Hamwoni Adamu kwenye ile nafasi ambayo alipewa ya kusimamia, ya kumuonyesha sura ya Mungu. Kwa sababu Mwanzo 26 amefanywa kwa mfano na kwa sura ya Mungu. Na sio mfano wa makerubi. Unaelewa sasa? Na sio mfano wa maserafi. Sio mfano wa Mikaeli malaika mwenye nguvu. Mfano wa Mungu. Unaelewa sawa sawa? Mfano wa Mungu. Yaani mfano wa Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho Mtakatifu. Tumfanye mtu kwa mfano wa sura yetu. Kwa hiyo mwanadamu akimjua Mungu, akifahamu neema inampa kuelewa kwamba yeye hapa ulimwenguni anatakiwa aati kama Mungu. Unaelewa sawa sawa? Aanze kuishi kama Mungu kwa sababu ile mamlaka iko juu yake na aliambiwa utakuwa hivyo. Lakini Mwanzo sura ya 3 ule mstari wa 15 Mungu anakuja kumlani yule nyoka aliyeleta uharibifu. Yule nyoka aliyeleta uharibifu, Mungu anamwambia uzao wa mwanamke utakuponda kichwa. Leo Adamu ametolewa kwenye nafasi yake. Leo Mungu ametangaza jawabu kwamba uzao wa mwanamke atazaliwa mtu anaitwa mwana wa Adamu, anaitwa Kristo, ambaye atakuja kumrejesha Adamu kwenye nafasi ile aliyoipoteza pale kwenye bustani ya Edeni. Na hili yote ndio inaitwa neema. Kwa sababu aliyetenda dhambi sharti afe. Si unaelewa sawa sawa? Aliyetenda dhambi sharti afe. Lakini Yesu akaja. Alipokuja Yesu akaleta haki. Mimi niliyekuwa sifai nikaambiwa ninafaa, alafu yeye akaambiwa hafai. Unaelewa sawa sawa? Mimi niliyekuwa mwenye dhambi nimeua jana usiku saa 9 usiku, alafu leo asubuhi nakuja hapa nasema Bwana nisamehe, alafu leo nasamehewa, alafu Yesu amechukua akalipa fidia yangu, alafu mimi nikahesabiwa haki. Haleluya. Hii inaitwa neema. Hii inaitwa neema. Bwana Yesu asifiwe. Mathayo sura ya 4 mstari wa kwanza, shetani anakuja kumdanganya Yesu. Alijua ni kama yule Adamu aliyemdanganya. Kama wewe ni mwana wa Mungu. Kumbe Adamu huyu wa kwanza alikuwa
Warumi sura ya 8 mstari wa 29. Warumi sura ya 8 mstari wa 29 hadi 32. Na hiyo ndio mstari utakayo kuwa umeandika, wala msingi tayari tumeweka vizuri. Warumi sura ya 8 anasema, maana wale aliowajua tangu asili, sema alitujua tangu asili, akawachagua tangu asili wafananishwe na mfano wa mwana wake, ili yeye awe mzaliwa wa kwanza miongoni mwa ndugu wengi. Na wale aliowachagua tangu asili, hao akawaita, na wale aliowaita, hao akawahesabia haki, na wale aliowahesabia haki, hao akawatukuza. Mstari wa 31. Basi tuseme nini juu ya hayo? Mungu akiwepo upande wetu, ni nani aliye juu yetu? Mstari wa 32. Yeye asiyemwachilia mwana wake mwenyewe, bali alimtoa kwa ajili yetu sisi sote, atakosaye kukirimia na mambo yote pamoja naye. Anasema hao aliowajua tangu asili, aliwachagua tangu asili. Wale aliowajua tangu asili, aliwachagua tangu asili. Na wale aliowachagua tangu asili, akawaita. Na wale aliowaita tangu asili, akawahesabia haki. Kwa hiyo tukahesabiwa haki tukiwa bado. Sio unaelewa sawa sawa? Akatuhesabia haki. Na wale aliowahesabia haki, akawatukuza. Anaposema akawatukuza, kwa maana nyingine, wewe umehesabiwa haki kabla ya misingi ya ulimwengu kuwapo. Akakujua kabla ya misingi ya ulimwengu kuwapo. Akakuokoa kwa wakati wake. Kwa maana mwingine anaokoka akiwa na miaka 20, mwingine 30, mwingine 80, mwingine 100, afu mwingine anaokoka akiwa hospitalini, anasema tu amen, anakufa. Akaitwa kwa wakati wake. Na hao aliowaita akawahesabia haki, akatujustify, tukahesabiwa haki ambayo hatukuwa nayo. Alipotuhesabia haki, akatuingiza kwenye familia ya Mungu, tukaanza kuhesabiwa kuwa sisi ni watoto wa Mungu tuliokuwa walevi. Yaani mzee peke ukafanya mtoto wa Mungu, hukuwa na sifa ya mtoto wa Mungu. Akatuingiza kwenye familia ya Mungu. Alipotuingiza kwenye familia ya Mungu, akatutakasa, akamtuma Roho wake Mtakatifu. Ndio maana kusoma ile Warumi 8:18 anasema, hao wanaoongozwa na Roho Mungu, hao ndio nini? Wana wa Mungu. Kwa hiyo Roho akatuma ili kutuwezesha, kutupa ukamilifu, tufikie cheo cha Kristo. Kwa nini tufikie cheo cha Kristo? Ili tuwe watoto halali wa Mungu, tuliofanana na Kristo. Ili turithi alichorithi Kristo, lazima na Roho wa Mungu awe ndani yetu, atembee na sisi, atubadilishe tabia, atubadilishe utamaduni, atubadilishe ufahamu, tuanze kusema kama Kristo, tuanze kuongea kama Kristo. Kwa hiyo Mungu akiwa mbinguni akitazama duniani, anaona wa Kristo, anaona watu waliofanana na mwanae Kristo, tukafanya watoto wa Mungu. Haleluya. Haleluya. Ndio maana ukisoma ile Yohana sura ya 1 mstari wa 12 anasema, bali wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu, ndio wale waliaminio jina lake. Mstari wa 13 anasema, sio wale, anasema waliozaliwa si kwa mapenzi ya damu, wala si kwa mapenzi ya mwili, wala si kwa mapenzi ya mtu, bali kwa Mungu. Kwa hiyo tukazaliwa watoto halali wa Mungu. Ndio maana Warumi